na nataka niwahakikishie kwamba Tanzania ni moja. Sisi muungano wetu si wa kuchanganya udongo tu. Muungano wetu sio wa makaratasi tu. Muungano wetu sisi ni wa damu. Leo nawakuta Wazanzibari, nyinyi kule mnaita Wapemba. Sisi Wapemba anaotoka Kiwani kwetu kule, unamkuta Singida yuko kule, unamkuta Manyoni yuko kule, na hata kile Kipemba hajui tena vizuri, anazungumza Kinyamwezi. Ukienda Mwanza utawakuta pale. Saizi wamekuwa wenyeji sana, hata chakula wanakula sato zaidi na ugali. Ukiwaleta huku hawana interest ya vyakula vya huku sana, wameshazoea kule. Kwa hiyo kila pahala tupo. Halikadhalika na wenzetu wa upande wa pili wa muungano, kwa maana Tanzania bara, katika mikoa mbalimbali ya Zanzibar. Kwa hiyo huu udugu huwezi kuubagua tena. Asitokee mtu akapotosha ile azma ya serikali Daktari Samia Suluhu Hassan na Daktari Hussein Mwinyi. Nia zao ni njema kabisa, na sisi pamoja na wao, viapo vyao na sisi viapo vyetu, tuliahidi kulinda katiba ya Zanzibar, lakini kulinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa vikitokea hivyo alafu tunanyamaza, mtasema mbona nyinyi mliahidi alafu hamsemi? Nasema mimi hapa leo, tunapozisikia hizi taarifa, ndugu zangu, kwanza tuziangalie zinatoka wapi, anaozipublish hizi taarifa nani, malengo yake yepi. Halafu mwisho tujiulize swala moja tu la mwisho, huyu ana nia njema na nchi hii ya Tanzania? Sisi ni Watanzania, hatuna jina jingine. Jina letu sisi Watanzania, si ndivyo jamani? Jina letu sisi Watanzania. Uwe Mzanzibari, uwe unatoka Tanzania bara, sisi Watanzania. Kwa hiyo kwenda kuwabagua Watanzania hivi hapa tulipofika, ndugu yangu, hili jambo ni zito, na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na wananchi wake wenye akili timamu hatuko tayari kugombanishwa katika jambo hili. Tutasimama imara, tuhakikishe Tanzania yetu ni moja, tunashirikiana, tunasaidiana, sisi tukiwa ndugu na tukiwa damu moja. Tutafanya kazi pamoja, na mimi ni watoe wasiwasi kabisa. Nilikuwa nasikia viklipu huko wiki iliyopita, hiyo vinasambaa. Asitokee mtu akatisha. Tumeshaagiza mamlaka zinazohusika, hawa ambao wanapakaza huu ujinga huu watafutwe, washughulikiwe kwa mujibu wa taratibu za kisheria. Maana huwezi unawatia watu taharuki. Mtu ana mtaji wake mdogo, anakusudia kufanya biashara, lakini unamtia taharuki, anaogopa. Sasa nchi hii itaendelea kuwa salama, hiyo nawahakikishia. Nchi hii itaendelea kuwa salama, na hatutamuonea aibu mtu yoyote, si kwa chama chake wale wanasiasa, si kwa kabila lake, si kwa utajiri wake, si kwa chochote. Asiyetaka kufuata sheria, basi vyombo vya sheria vitachukua nafasi yake. Lazima tuthamini utu wetu. Mtu ambaye hathamini utu wake, huyo ana kasoro. Sasa hatuwezi kucheza na amani kwenye jambo hili, na hatuwezi kumvumilia mtu yoyote kwenye hili. Niseme wazi, ili biashara ifanyike, lazima nchi iwe salama.